Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu wapenda kheri Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, tunaendelea tena katika mwendelezo wa mada zetu mbalimbali, mada za adhkar, mada za dua pamoja na nasaha na vipindi mbalimbali kupitia katika chaneli yetu hii pendwa ya Msimbo Online TV. Leo biidhnillahi taala tumekutana tena katika darasa zetu na vipindi vyetu vya adhkar na dua, na leo mada inasema muombe Mwenyezi Mungu kwa jina lake hili kuondosha mambo haya matano. Muombe Mwenyezi Mungu kwa jina hili kuondosha mambo hayo matano. Mambo leo matano ambayo tunakwenda kuyaondosha mambo gani? Mambo gani ambayo leo tunakwenda kuyaondosha, na jina gani ambalo leo tunakwenda kulitumia kwa ajili ya kuondosha mambo hayo matano? Naomba nisikilize kwa makini sana, ili baada ya hapo utanielewa na wewe utaweza kupata faida kutokana na mada ambayo kwamba leo tumeileta mbele yako. Mambo matano haya ambayo tunakwenda kuyaondosha, kwanza ni nuksi au wengine wanaita nuhusi. Ndio hiyo nuksi. Na tunapozungumza neno hili nuksi tunakuwa na maana gani? Maana mwingine haielewi nuksi ni nini. Nuksi maana yake kutokuwa na bahati katika maisha au kutokufanikiwa katika baadhi ya mipangilio yako ambayo wewe unayopanga. Narudia, nuksi maana yake kutokuwa na bahati katika maisha ama kutokufanikiwa katika mambo yako ambayo kwamba wewe unayopanga. Hayo ndio yanaitwa nuksi. Sasa hii ina sababu, haiji hivi hivi, ina sababu. Nitakueleza hizi sababu, alafu nitakwambia leo tunakwenda kulitumia jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambalo ni An-Nur. An-Nur ndio maana tunakwenda kulitumia jina hili katika swala hili. Na kwenye mada zetu za kutumia majina Mungu, hii ni sehemu ya tatu. Kwa hiyo ni muhimu ukasikiliza mada hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili ukaweza kuielewa. Nitakueleza kwanza aina za nuksi zenyewe na nini sababu, kisha baada hapo nitakueleza jina la Mungu sasa hivi utalitumia kwa mtindo gani na dua gani uifanye. Kwa hiyo twende sambamba kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwanza nikupe sababu za hii nuksi. Sababu ya kwanza inayopelekea mtu akapata na hali kama hii ni nuksi ya kurogwa. Nuksi ya kurogwa, kwamba kuna mtu karogwa nuksi, na hii sana sana inatumika na jini wa makaburini, ndio anayetumiwa kufanya kazi hii. Jini wa makaburini ndio anayetumiwa kufanya kazi hii, na huyu jini wa makaburini ana dalili zake ambazo hizi ukiwa nazo basi ujue wazi kwamba tayari hata wewe umeathirika naye. Mojawapo, mtu kuota unakufa, ama kuota unazikwa muda mwingine, ama kuota sana ndoto za maiti, ama kuota sana mapaka meusi, kuota sana mambo meusi, kuota sana majoka meusi. Hizi ni dalili za mtu ambaye anakuwa amehasibiwa na jini huyu wa makaburini, ambaye mara nyingi sana ndio anayetumika katika swala zima la uchawi. Na kama kuna mawili, anaweza akawatumia wachawi wa kibinadamu kuja kukudhuru, ama akaja yeye mwenyewe kama yeye. Sasa akija yeye mwenyewe kama yeye ndo mbaya zaidi. Kwa hiyo ni aina ya kwanza, mtu anaweza karogwa nuksi hiyo ya kichawi. Aina ya pili, nuksi ya pili inasababishwa na amarul bait au amirul bait, na yale majini yanayoishi katika nyumba zetu. Yale mara nyingi wanaiga muda mwingine tabia za wakazi wa ndani. Mkiwa wema na yeye hujifanya kama vile mwema fulani, mkiwa wabaya basi na yeye anakuwa mbaya zaidi, na huyu muda mwingine ndio augeuka baadaye anakuwa jini mahaba. Ndio maana mara nyingi tunatakiwa kila tunapovua nguo tukiwa ndani basi tuseme bismillah, kwa sababu
Huyu mara nyingi huwa anakuona unavovua nguo zako. Aidha kama anakuwa ni wa kike, basi anakuona wewe mwanaume unavua nguo zako, yeye naye anakutamani shekhi. Na kama ni mwanamume huyo alokuja ndani, akimuona mkeo labda anavua mavazi, na yeye anatamani na vile vile. Kwa hiyo akitamani, tambaki na yeye anakuwa anakutana naye katika tendo la ndoa. Sasa ndio maana Mtume akatufundisha mnapovua nguo zenu basi kusema bismillah, kwa sababu kusema bismillah jini hawezi kusogelea na wala hawezi kukushangaa wakati unavua zile nguo zako. Kwa hiyo huyu ndio tunaishi naye mle ndani. Kwa hiyo mara nyingi na yeye ndio anavuruga na kuharibu nyumba katika mazingira hayo. Kwa hiyo inakuwa ni hatari sana katika jambo kama hili. Na ndio mara nyingi sana nyumba yenu kama naishi kiumbe kama huyu, basi hata mafanikio katika nyumba yanakuwa madogo sana. Maendeleo katika nyumba yanakuwa madogo sana, alafu migogoro, magomvi yanakuwa hayaishi. Maradhi ya hapa na pale yanakuwa hayapungui. Hakuna jambo ambalo mtu alipanga likaenda likawa sawa ama likafanikiwa, na kwa halipo kama kiumbe kinaishi katika nyumba yako. Kwa hiyo nuksi ya pili inatokana na mtu kuwa na jini anaishi katika nyumba yenu ambaye ni Amirul Bait. Ya nne ni nuksi inayotokana na tendo la ndoa. Hapa wale wanaume ambao wenye tabia ya kuhangaika nje, ama wanawake ambao wenye tabia kuhangaika nje. Unaweza ukamvaa mwanamke ambaye tayari yeye mwenyewe binafsi ana nuksi, alafu ndio wewe ukaenda kukutana naye kimwili. Shekhe, athari yake inakuwa ni mbaya, kwa sababu unaweza ukahangaika mpaka ukatafuta mchawi, ukajua au nimerogwa au hiki. Kama ukumpata mtaalamu sawa sawa, anayejua kuangalia kwanza sababu ni nini, anayejua kuhoji vizuri mpaka akajua chanzo kilikuwa nini, kuna mtihani sana shekhe wangu, kahangaika muda mrefu sana, kumbe tatizo umelipata kwa huyo mwanamke ukwenda kukutana naye kimwili. Ama kama wewe ni mwanamke umekutana na mwanamume mwenye mazingira kama hayo, shekhe, athari yake inakuwa kubwa na athari yake inakuwa mbaya sana. Kwa hiyo tujihadhari sana katika masuala mazima nayo ya zina muda mwingine anasababisha. Na mtu anaweza akajiuliza, mbona kuna mtu fulani yeye mzinifu sana na wanawake sana, lakini mbona mambo yake yanakwenda? Shekhe, huyu anakwenda, lakini tafika kipindi atakwama tu. Atakwama, na kukwama kwake sio mpaka lazima awe chini kabisa, la. Inawezekana ikafikia hatua sasa wale rafiki zake, wale ambao anafanya nao biashara, taratibu wakaanza kumsaliti, wakaanza kumsema vibaya, wakaanza kumharibia ile mipango yake ambayo alikuwa anapatia pesa, wao wakaanza kuiziba ile. Sasa unajiuliza kwa nini? Kumbe tayari watu washaanza kuchafua na kuharibia wewe mwili wako bila wewe mwenyewe kujielewa. Kwa hiyo hii ni ya pili katika zile ambazo tumezikuja kuzisema leo, katika zile 5 ambazo utakwenda kuziondosha kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya tatu ni nuksi inayotokana, tumefika 3. Nuksi inayotokana na tendo la ndoa, kujamiana, na hasa ukimpata mwanamke ambaye tayari ameathirika na jini mahaba, na hilo ndo balaa kubwa zaidi. Shekhi, usiombee ukutana na mwanamke ambaye tayari na yeye ana jini mahaba. Hiyo ni mtatizo, na hilo ni mbaya sana sana sana. Usirogwe ndugu yangu kukutana na hali kama hiyo, ni mbaya sana. Hiyo ni ya 3. Ya 4 ambayo ndio ya mwisho ni nuksi ya kutambuka vitu vibaya. Mfano umepita sehemu njia panda, labda watu walioga pale nuksi zao, ama sehemu nyingine mnaonaga njia panda kuna watu wanafukia vitu, kuna watu wanamwaga vitu. Muda mwingine unakuta wewe kuna mayai pale, kuna nazi zimewekwa pale. Ukikutana na hali kama hiyo na wewe ukaenda ukazitambuka zile, basi pana mtihani na unaweza kupata na hali kama hiyo. Ndio maana kuna baadhi ya mambo tujiepushe naye sana kuyafanya. Kwa mfano, labda kama hivyo umekaa na wenzio muda mrefu, umezungumza, alafu wenzio wote wakanyanyuka kwa wewe peke yako pale, wewe ni mtihani. Ukishakaa nao sana ukanyanyuka, basi na wewe nyanyuka. Angalau kama vile unawasindikiza, alafu baadaye unaweza ukarudi pale ukakaa, lakini sio umekaa nao alafu ukaondoka wewe ukabaki pale. Hiyo ni jambo baya ambalo kama unalifanya basi usilifanye. Ama la, pengine umekaa na mtu mmoja hivi unazungumza naye, lakini wewe umekaa chini, anazungumza na wewe hali ya kuwa amesimama. Una vile ni mtihani. Jiepushe sana na hali na mazingira kama hayo. Hizi ni aina ambazo ukiwa nazo basi bwana lake ndio hilo ambalo tumeeleza. Sasa twende katika lile jina la Mwenyezi Mungu. Sasa tuangalie hesabu yake na tuangalie dua yake, namna gani unaweza ukafanya kwa ajili ya kuondosha hali kama. Jambo la kwanza, twende tukapata hesabu ya jina kwanza. Jina hili An-Nur lina alifu, lina lam, lina nuni, lina wau, lina lam, lina re, lina alifu, lina lam, lina nuni, lina wau na mwisho kuna re. An-Nur. Ukipiga hesabu hapa, alifu namba 1, lam namba 30, nuni namba 50 katika zile abjadi, nuni namba 50, wau namba 6 na re namba 200.
ukijumlisha jumla unapata 287. Ina maana hii dua nitakayokwenda kutusomea hapa utaisomea kwenye maji mara 287. Ukishasomea mara 287, huyo mtu atakwenda kuyaoga yale maji biidhnillahi taala. Kwanza jina lenyewe la An-Nur utalisoma mara 287, alafu na hii dua utakwenda kuisoma mara 287. Twende sasa kuelekeze hii dua namna gani utaisoma na inasomaje, ili kama utaweza kuiandika basi uweze kuiandika na uweze kuwa nayo. Itakuwa ni vizuri sana ukaiandika na kuweza kuwa nayo biidhnillahi taala. Kwanza tunaanza na jina lenyewe An-Nur. Hili jina ni An-Nur, lakini wewe utasoma An-Nur, utasoma ya, utaanza kwa herufi nida ya, bi maana ya nur, ya nur au An-Nur, lakini sana sana ya nur, ya nur, ya nur, kama vile ya Maliku au kama ya Samad, ya Kahar, ya nur, ya nur. Hii utasema ya nur mara 287. Unachukua maji mengi kwenye beseni ama kwenye ndoo fulani ya kuogea hivi ama kwenye chombo ambacho maji yako yamekuwa mengi, utasomea mara 287. Ukimaliza kusomea mara 287, utasomea na aya inayosema Allahu nuru samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkati fiha misbahun, mpaka mwisho wa hiyo aya. Hii ni aya 35 iliyomo ndani ya suratu Nur. Aya 35 iliyomo ndani ya suratu An-Nur. Utaisoma nayo mara ngapi? Hii utaisoma mara 287. Kisha baada hapo ndio utakwenda kusoma dua hii. Nitairudia hii dua mara 2 sasa ili uweze kuichukua. Inasema Allahumma ya nur, Allahumma ya nuru nuri, ya munawwira, ya munawwira. Allahumma ya nura nur, ya munawwira, ya khaliqan nur, ya mudabbira nur, ya maqdira nur, binuri kulla nur. Afu tasema ya nur qabla kulla nur, ya nur ba'da kulla nur. Nairudia tena dua hiyo, nia yangu ishike na ikamate. Baada ya kumaliza hii aya Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun, ambayo ni aya 35 katika surati Nur. Utasoma mara 287 kwa idadi ya jina la Mwenyezi Mungu lile Nur. Utakuja kusoma dua hii Allahumma ya nur, Allahumma ya nura nur, ya munawwira, ya munawwira. Allahumma ya nura nur, ya munawwira, ya khaliqan nur, ya mudabbira nur, ya maqdira nur, ya muqaddira nur, ya muqaddira nur bin nur wa kulla nur. Afu tasoma ya munawwira, ya nuru qabla nur, ya nuru qabla kulla nur, ya nur ba'da kulla nur. Utasoma hii mara ngapi? Mara 287 kwa idadi ile ile ya jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linasomeka An-Nur. Kwa hiyo ukichukua hii unachukua na maji yako unasomea, kisha baada hapo maji hayo sasa unatumia kuyaoga kwa muda wa siku 7, Na inshallah kwa wale ambao wanataka kufanywa dua ya private, basi unaweza kupiga kwa namba hizi ya 0756 8111 mwisho 26, 0756 8111 mwisho 26. Utasema mahala gani upo, na hata kama uko nje ya nchi vile vile unaweza ukafanyiwa dua hiyo ya private, kwa ile pamoja tayari tumeshaimaliza biidhnillahi taala. Kwa leo tuishi hapa, tukutane katika darasa lijalo na kipindi kijacho cha adhkar na dua. Billahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.